anaitwa Mungu, anaitwa Jehova, anaitwa Mwamba, anaitwa Yawe. Kuna mtu yuko mahali hapa, kuna mtu amemtamkia vitu vigumu, vitu vibaya, ameinama moyo, amechoka. Nataka nikwambie, aliyekuumba anakuwazia mawazo mema. Aliyekuumba yuko kazini kuhakikisha kwamba yale mema aliyokuandikia yote yatatimia moja baada ya jingine, kwa majira yake, kwa saa yake, kwa siku yake, kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna kitu hata kimoja ambacho yeye kakiorodhesha kwa kalamu yake ya chuma kukuhusu hata kikadondoka chini. Na kuambia mpendo wangu, vyote ambavyo ameviorodhesha yeye vitatimia kwa majira yake, vitatimia kwa saa yake. Hakuna kitu ambacho kitadondoka chini kisitimie. Anasema mimi ni Mungu, sio mwanadamu hata niahidi uongo, hata niseme uongo. Kwa hiyo chochote ambacho amepromise kwa ajili yako na kwa ajili yangu lazima kitatimia katika jina la Yesu aliye hai. Anasema najua mawazo ninayokuwazia wewe ni mawazo ya amani, mawazo ya kuishi maisha ya furaha. Hayo ndio ninayokuwazia, mawazo ya kwamba uwe na nyumba yako mwenyewe. Hayo ndio mawazo ninayokuwazia. Sema amina. Mawazo ambayo nataka kuona kwamba hata miaka 10 wewe hospitalini au upajui. Mawazo ya uzima, haleluya, mawazo ya furaha, mawazo ya ushindi. Hayo ndio ambayo yamejaa moyo wa Mungu kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kwa hiyo ng'ambo yako Mungu anaijua itakuaje. Kwa hiyo wewe nisaidie kuamini, kushikamana naye huyu Mungu ili atubebe tufike kwenye ng'ambo kusudiwa katika jina la Yesu. Majira haya tunayoishi au wakati huu tuliopo mahali hapa, kwa wale wasiofahamu, kwa taarifa yako sema kwenye ulimwengu wa roho, kazi mojawapo ya Mungu anayoifanya ni kuhakikisha unaifikia ng'ambo ya pili kwa jina la Yesu. Majira haya Mungu yuko kazini kutupambania. Kati ya kazi nyingi nzuri ambazo Mungu anazifanya, mojawapo ni hii, kuwapambania watoto wake. Ndio maana wakati mimi na wewe tumelala, yeye anasema mimi silali wala sisinzii. Kwenye kitabu cha Zaburi maandiko yanasema wapo malaika wa Bwana ambao wao kazi yao ni kufanya matuo kwenye nyumba za wacha Mungu. Wanapanda, wanashuka. Maanake kuna shifti za malaika ambazo zinafanya zamu kuhakikisha kwamba wewe na mimi usiku na mchana tunakuwa salama. Haleluya. Kwa unapolala Mungu yuko kazini kwa ajili yako. Unapoamka Mungu yuko kazini kwa ajili yako. Unaposafiri Mungu yuko kazini kwa ajili yako. Hajawahi kuiacha hata hatua moja uliowahi kuipiga maisha yako. Ndio maana leo yuko salama. Niko hapa kukuambia kwamba Jehova anakupambania. Jehova anakupambania. Nasema Jehova anakupambania. Ukisoma kitabu cha Ayubu, maandiko yanasema alitokea shetani akitaka kuyaathiri maisha ya Ayubu. Wakati akijaribu kumsogelea Ayubu, maandiko yanasema ulikuwepo wigo wa moto umezunguka Ayubu na familia yake yote, walijikuta wako salama. Kwa namna ya kibinadamu Ayubu aliona kana kwamba yuko mwenyewe, lakini kwa namna ya rohoni Mungu aliachilia ulinzi wa kiungu kwenye maisha ya Ayubu. Ndio maana yule shetani alipokusudia kutaka kuyaathiri maisha ya Ayubu, alikutana na wigo wa Mungu umezunguka maisha yake. Shetani akamwambia Bwana, kwani huyo Ayubu anakuabudu bure? Huyo Ayubu anakucha wewe bure? Ni kwa sababu umembariki sana ndio maana anakuabudu wewe. Lakini kama haitoshi, kwa sababu umemzungushia ulinzi ndio maana yuko hivyo. Haleluya. Wakati hiyo mijadala inaendelea kati ya shetani na Mungu, Ayubu hajui kinachoendelea. Ayubu anaendelea kulala na kuamka. Ayubu anaendelea na mishemishe zake za kawaida. Lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna mijadala inaendelea kati ya shetani na Mungu. Shetani anataka kupiga maisha ya Ayubu, lakini Mungu anasema hapa huwezi kugusa, akamzungushia wigo. Niko hapa kukukumbusha ya kwamba uko salama leo, si kwa sababu ya elimu yako, si kwa sababu ya fedha zako, si kwa sababu ya umaarufu wako, bali Bwana amezungusha wigo kuhakikisha unakuwa salama wewe na watoto wako na kazi yako na mipango yako kwa jina la Yesu. Sifa za wigo wa Mungu, hakuna kiumbe mwenye jeuri anayeweza kuvuka wigo wa Mungu kwa kuathiri watoto wa Mungu. Sifa za wigo wa Mungu ni wigo ulio imara, ni wigo ambao hakuna jambazi anayeweza kuvunja, ni wigo ambao hakuna pepo anayeweza kuvunja, ni wigo makini sana.
Moja ya sababu ya msingi ya kiroho ni kwa sababu Bwana anatupigania.